mshtuko sana, akamrudia Cynthia akamuuliza kama kuna yeyote alimuona kakaribia begi lake basi amwambie. Cynthia naye hataki mazoea kabisa. Mara ya mwisho si alimzibua kibao, akamwambia tu kwamba wewe unahisi ni kina nani kama sio hao marafiki zako wapya? Usiongee na mimi, sisi sio marafiki tena. Akawarudia hawa, ila kufika tu Trisha akamwambia yeye si mmoja wao tena. Awele naye akawaambia hata hivyo nilisikia maongezi yenu, na baada ya hapo mkaamua kuniachia hii karatasi kwenye begi langu. Wenyewe wakagoma kabisa, hawajui hiyo karatasi inahusu nini. Pia Trisha akasema kiongozi mpya ni Julia. Awele akaamua kuondoka huko na hasira kweli yani. Akarudi kwa Cynthia, bado anamuomba amsamehe, ila akakaza fuvu ile mbaya, hataki mazoea. Akamwambia hata hivyo, ona walichoniandikia, nimekuta huu ujumbe kwenye begi langu. Yule Nelly akawa yupo pembeni anawasikilizia tu pale. Karatasi yenyewe inasema, nimekujua wewe ni nani, wewe na Lucy ni mtu na dada yake. Ndo hapo Cynthia naye akamuuliza, kwa hiyo Lucy ni dada yako? Awele akajibu ndiyo, yupo hapo kutafuta muuaji aliyemuua Keira na dada yake apate uhuru wake. Cynthia akamwambia hata hivyo Keira alichukiwa na kila mtu. Nilisikia siku hiyo dada yako alikutwa eneo la tukio, ndiyo sababu ya kufungwa kwake. Ulisikia kwamba hukuwepo shuleni siku hiyo? Cynthia akasema ndiyo, hakuwepo shuleni, mama yake alikuwa mgonjwa hiyo siku. Kuwa makini sana na maneno ya kwenye hii sini. Nelly aliyesikia yale yote akawa analia tu mwenyewe baada ya kujua Awele na Lucy ni ndugu kabisa. Analia peke yake pembeni tu huku, na akiwa anaonekana kama kuna kitu anajutia vile. Huku Lucy yupo kwenye dark room maskini, hapati maji wala chakula, anateseka kwa kosa ambalo hajahusika nalo kabisa. Leo huku shuleni mtu asiyejulikana katuma taarifa mpya kwenye grupu la shule. Siri ya Trisha imevuja kwamba eti amekuwa akitoka kimapenzi na mume wa shangazi yake. Sasa hii ndiyo siri ambayo alikuwa anaogopa Julia asiitoe kwa watu. Akamrudia akamwambia, kwa hiyo umeamua kunisaliti na kuweka wazi kila kitu? Mbona nimekuachia kila kitu, mpaka uongozi si nimekuachia tayari? Julia akamwambia, ni kwa sababu unataka kulinda utawala wangu. Nitahakikisha utawala wako huupati tena. Yeye na Jojo wakacheka kwa dharau kisha wakaondoka. Akawa yupo pembeni peke yake analia tu maskini. Awele akamkuta pale akamuuliza tatizo nini? Ikabidi sasa Trisha afunguke ukweli kwa Awele yaliyo nyuma ya pazia. Yeye na Prince walikuwa wapenzi na walikuwa wanapendana sana, ila Keira alikuwa akiwatazama, lakini kwa jicho ambalo si zuri. Ilionekana dhahiri anawaonea wivu. Trisha hakujali kuhusu hilo, kwani Keira ni rafiki yake kabisa. Lakini pia kuna tatizo ambalo lilikuwa likimsumbua sana Trisha. Mume wa anti yake alikuwa anakabaka mara kwa mara na kumtishia endapo akaongea basi atahakikisha anaondoka kwenye hiyo nyumba na akaishi mtaani, na yeye hana sehemu nyingine ya kuishi zaidi ya hapo kwa anti yake. Hapo alikuwa akaitwa guest na huyo mume wa anti yake, na anataka kwenda ila ana huzuni sana, kwani ni kitu ambacho hakipendi kabisa. Kwa kuwa Keira alikuwa ni rafiki yake, aliamua kumfungukia ukweli wote. Lakini badala ya Keira kumfichia siri, akaamua kuifichua. Akamfuatilia Trisha mpaka guest house na kumpiga picha akiwa na huyo mume wa anti yake na kuja kuzisambaza shuleni. Tena akampa mpaka Prince ambaye alikuwa mpenzi wake na Trisha. Ndo siku ile sasa akawa anampiga akimwambia, wewe ni msaliti na ninakuchukia sana. Ila Keira hakujali, kwani ni jambo ambalo alikusudia ndani ya moyo wake kulifanya. Ndo kuanzia hapo penzi lake na Prince likaingia dosari na wasipendane tena. Na pia hichi ndicho ambacho Julia alikuwa akitishia kufanya, na sasa amemgeuka na katoa hiyo siri, na anahofia anti yake asije akapata huo ukweli kwamba eti yeye amekuwa akitoka na mume wa anti yake, jambo ambalo si kweli. Amekuwa akifosiwa kufanya hivyo. Awele akamshauri akamwambia tu kwamba kama amekuwa akikufosi na si kwa malengo yako, ni bora ukamwambia anti yako kabla hajasikia haya kutoka kwa mtu mwingine. Ila Trisha anaona hiyo si mbinu sahihi, kwa anti yake hawezi kumwelewa, ni lazima atahisi tu yeye ndiye aliyemtongoza mzee. Basi kama huwezi kufanya hivyo, ni bora ukaenda kumwelezea Miss Kamso yote haya. Yeye ataongea na anti yako kwa ajili yako, na mimi naamini atakuelewa tu. Trisha akaondoka na hilo wazo akiamini ni wazo zuri.